tunatarajia kucheza na Simba kwenye kombe la FA. Katika hilo kurejea kwenye swala la FA. Kwenye FA tunashukuru Mungu, draw imepangwa na tayari tumewekwa na Simba. Niseme tu kwamba sisi hatuna ugeni na Simba, wala Simba hawana maajabu kwetu kwa sababu sisi nao sana. Tumewafunga home and away, wametufunga, lakini pia tumekwenda sare michezo mingine. Kwa hiyo hatuna hofu sana. Na ukiangalia Mbeya City sasa hivi kama kinyonga, inapoingia kwenye kijani na kuwa kijani, kia kwenye nyekundu na kwenye nyekundu. Mpanzu na fullback wa kushoto Memo Pila na Baraka mara nyingi fullback ya kulia. Kwa hiyo kuhusu Mpanzu sio fi. Unapomzungumzia Kibu Denis huko ndio alikotoka. Naam, karibu sana ndani ya Like Media, na huu ni wakati mzuri wa kukupa taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo ulikuwa uzifahamu, na kikubwa zaidi draw leo imechezwa. Simba wameshapangwa kucheza na wagonga nyundo wa mkoa wa Mbeya, kwa maana Mbeya City, mchezo ambao utachezwa katika dimba la KMC katika mashindano ya FA kwa maana CRDB Sport Federation Cup. Na kikubwa sana niko na afisa habari wa Mbeya City kwa maana ya Gwamaka Mwankota, ili tuweze kuzungumza naye kuhusiana na jinsi ambavyo wameipokea taarifa ya kwenda kuchuana na wekundu wa Msimbazi Simba ambao kwa sasa wako kimataifa. Gwamaka Mwankota, kama unanipata vizuri hapo ulipo? Na kusoma vizuri sana Lugano. Mambo yanakwendaje? Mungu fundi, Mungu anajalia, tuna afya tele na mipango yetu inaendelea kuimarika. Mbeya City ikiwa kwenye championship imekuwa ikifanya vizuri sana, na pengine matarajio ya watu ni kwamba huenda Mungu akijalia pengine inaweza kapanda kwenye hatua kwa maana kuingia ligi kuu Tanzania bara. Kwa namna ambavyo mmejipanga zaidi katika kuhakikisha kwamba napanda kwenye ligi, lakini pia maandalizi ya kucheza hatua ya finali ya nusu finali ya kwa maana CRDB Sport Federation ikoje mpaka sasa? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kujalia afya na uimara kwenye kikosi chetu. Mpaka sasa hakuna injury yoyote, anaendelea kujalia fatele. Tunajiandaa na swala zima ama michezo hii ama michuano hii miwili. Ya kwanza championship, tunatarajia kwenda kule mkoani Mara kucheza na Biashara, lakini pia tunatarajia kucheza na Simba kwenye kombe la FA. Katika hilo kurejea kwenye swala la FA. Kwenye FA tunashukuru Mungu, draw imepangwa na tayari tumewekwa na Simba. Niseme tu kwamba sisi hatuna ugeni na Simba, wala Simba hawana maajabu kwetu kwa sababu sisi nao sana. Tumewafunga home and away, wametufunga, lakini pia tumekwenda sare michezo mingine. Kwa hiyo hatuna hofu sana. Na ukiangalia Mbeya City sasa hivi kama kinyonga, inapoingia kwenye kijani na kuwa kijani, kia kwenye nyekundu na kwenye nyekundu. Maana yangu ni kwamba tunapocheza na timu za championship, basi tunacheza kwenye level ya championship. Na tunapocheza na timu za ligi kuu ama madaraja mengine makubwa, tunacheza kwa namna hiyo, kwa namna yao. Kwa hiyo hatuna shaka, mashabiki wa kandanda watarajie burudani tosha, show tosha kabisa ya mpira wa miguu siku ambayo tutapangiwa kucheza na Simba. Kipi ambacho kinawapa jeuri au kiburi zaidi juu ya kuweza kuondoa wekundu wa Msimbazi Simba katika hatua ya robo finali na kuingia katika hatua nusu finali? Ni kwa sababu mliwatoa Azam FC, mnadhani hata wekundu wa Msimbazi ambao wanacheza kimataifa pengine nao mnaweza mkawaondoa? Tunawaheshimu Simba wakongwe, sio makamu yetu ya size yetu. Kwa hiyo nikisema size yetu tuna uwezo wa kucheza nao. Nikisema sio makamu yetu, ni wao wameanzishwa mwaka 36, mwaka ambao Mbeya City ulikuwa bado hajaanzishwa. Kwa hiyo hatuna hofu na yeyote ambaye anakuja mbele yetu, na tulishasema tangu mara kwanza tuna hamu na shauku kubwa ya kucheza finali ya FA huku tukiingia kwenye ligi kuu bila ya kucheza playoff. Pengine kwa namna ambavyo ratiba zilivyo, mnacheza kwa maana FA CRDB Sport Federation, lakini pia mko katika ligi ya championship ikiwa imekolea katika hatua ambazo mnatakiwa kwenda kwenye hatua za kupanda daraja na kuingia ligi kuu Tanzania bara. Haiwatoi kwenye mchezo pengine kuwa na malengo mawili kwa wakati mmoja? Mwanadamu timamu siku zote anakuwa na malengo makubwa alafu na malengo madogo. Yaani long term plan, mipango ya muda mrefu na mipango ya muda mfupi. Mpango wetu wa muda mfupi kucheza finali ya FA, mpango wetu wa muda mrefu ni kurejea ligi ya soka Tanzania bara. Tunaitaka ligi kuu
Kwa hiyo tunanao sana sio kidogo, na ndio maana mapambano yetu makubwa tunapambania kurudi ligi kuu, na kauli mbiu yetu kwamba tunaitaka ligi kuu huku sio kwetu. Lakini hii pia haitutoi kwenye mchezo ama kwenye njia ya kutaka sisi kucheza finali ya FA. Tunaitaka finali ya FA, tunataka ligi kuu. Na fainali ambayo mnaitaka manake mnataka mumtoe Simba ambaye sasa hivi anacheza kwenye mashindano makubwa Afrika kwa maana ya CAF Confederation Cup. Haiwatishi kama kuwatoa kwenye njia Mbeya City? Ili uende kwenye shirikisho hiyo ya CAF lazima upite kwenye shirikisho ya Tanzania. Ndio maana hii tunacheza. Kwa hiyo sisi haitutishi, kwa sababu hata sisi inawezekana pia tukaenda huko. Yote katika yote, vipi mapokezi ya wana Mbeya, kwa maana mashabiki wa Mbeya City wamepokeaje kuhakikisha kwamba wanaenda kucheza na mnyama? Hawana wasiwasi na timu yao, wanaiamini timu yao, wanaamini kosi chao, wanaamini management, wanaamini kila kitu Mbeya City. Kwa hiyo hawana wasiwasi, wana hamu kubwa pia ya kuiona timu yao ikicheza finali ya FA. Hawaogopi kumuona mtu kama Mpanzu, kumuona mtu kama Kibu Dennis Mkandaji, watu ambao wamewaka kweli kwenye mashindano licha ya kwamba hawakupata matokeo, lakini viwango vyao vilionekana vinatishia, vinaonyesha uwezo mkubwa sana. Hawaogopi pengine sema kama psychology Mbeya City wameshajitoa tayari? Unapomzungumzia Mpanzu na fullback wa kushoto Memo Pila na Baraka mara nyingi fullback ya kulia. Kwa hiyo kuhusu Mpanzu sio fi. Unapomzungumzia Kibu Dennis huko ndio alikotoka. Kwa hiyo yote katika yote, unazungumzaje sasa kuelekea katika mashindano ya FA kwamba Mbeya City kama ambavyo umesema mnaenda finali? Finali maana yake mnataka kwenda kuchukua ndo kabisa, au ndo mnaanza kuiogopa mnataka mfike tu finali? Kila kitu ni hatua, hata tulipofikia ni hatua. Tulitoka kwenye 32 tukaja 16 na tuko kwenye kota. Kwa hiyo zote ni hatua ili uchukue kombe lazima ucheze finali. Huwezi kuja nusu finali kwa nusu finali ukachukua kombe. Tunataka kombe lazima tucheze finali. Tunapocheza finali tulipata kombe. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba Mbeya City sasa inaenda kuingia ligi kuu, lakini pia inaenda kuonyesha umwamba kwenye mashindano makubwa ya CRB Sports Federation, ambayo ni mashindano ambayo yanapeleka timu kuelekea kwenye mashindano ya Afrika kwa maana CAF Confederation Cup. Yaani hata ukiletea Ahli National ya Egypt, waniletee tu, mimi niko vizuri. Kwa kumalizia, kama kuna chochote ambacho ungetaka kuambia Watanzania. Tunakumbuka Mbeya City kipindi cha nyuma ilikuwa ni jezi inazunguka Tanzania nzima. Na kwa sasa hivi testi kama hiyo hakuna timu nyingine ya madaraja ya kati ukiachana Simba na Yanga ambayo jezi iko inatembea kama Mbeya City. Unawaambia nini Watanzania? Manake unaweza kusema papo ni kama jezi ya Tanzania nzima. Na ukiangalia Tanzania na kwenye timu tatu ambazo za platform kubwa huwezi kuikosa Mbeya City. Na ndio maana mpaka sasa hivi jezi hii tuko championship, lakini jezi inauzwa karibu nchi nzima na mpaka nje mipaka ya Tanzania jezi inauzwa. Jezi inaagizwa, jezi inatumwa nje mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo hili liko stable na naamini kabisa ule ubora utarudi kwenye maintain brand au kuiongezea nguvu brand itarudi na jezi tutauza zaidi tulivyokuwa tunauza. Na niwaambie tu kwamba wakati huu mashabiki wa Mbeya tayari wamesharudishiwa timu yao, wanamiliki timu yao, wanaitaka timu yao irejee ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mnamaanisha nini kwamba amerudishiwa timu yao? Manake imeondoka kwenye manispaa. Haiondoka kwenye manispaa. Na unapozungumzia manispaa, timu hii inaendeshwa kwa kodi na tozo ya halmashauri ya jiji la Mbeya. Ndio kazi wa Mbeya, ama kila mtu ambaye anapita Mbeya analipa tozo, analipa ushuru na vitu kama hivyo ambavyo vinahusiana na halmashauri. Manake ana bondi ya moja kwa moja. Timu hii muona karibu nchi nzima ilikuwa timu kama timu ya taifa, na ukiangazia pia mpaka nje mpaka ya Tanzania timu hii ilikuwa na shine hivyo hivyo. Kwa hiyo huko kurudishiwa ambako unakusema Gwamaka wa Mankota wamerudishiwa kwa staili gani? Yasije kaa ni maneno tu. Wanarudishiwa timu yao, ndio maana umeona uwanja unajaa full house. Tumepiga full house 3. Lakini si hamasa Mankota, si kwamba ni hamasa tu za kuona kama timu inaenda kupanda. Kuna wale ambao sasa wameingia kwenye mfumo, na si kwamba ni utaratibu ambao sasa watakuwa nao katika michezo tofauti.
Hii hamasa tayari ndio wanakuambia wamerudishiwa timu yao na wanaifuata timu yao. Kwa hiyo hawana shida na hilo. Kuna watu wanasema labda kiingilio, kwa sababu wakati mwingine wadau wanalipia, tukapiga mechi na Mtibwa tukaweka kiingilio full house. Yote katika yote mmemtambulisha Malale 50, lakini pia wachezaji kuelekea katika mchezo wenyewe hasa wa Simba. Ukiangalia nyuso zao na taarifa zao wakizungumza, wanajiona wapi? Wachezaji wangu wanataka kila mechi. Wanaitaka kila mechi na hawana timu ambao wanaihofia. Na ukicheza timu kubwa kama Simba unakuwa ni sehemu ya kukupa nafasi na platform kubwa, pengine sasa umeshaanza kuipania mapema. Sio kupania, ni mipango tu ambayo ipo. Unajua kupania anapania mtu ambaye yule yani kwenye ngumi wanasema novice, yani mtu ambaye hawezi kucheza ngumi anakurupuka tu. Huyo ndio huwa anapania, lakini yule ambaye anacheza kiufundi ni tayari amejiandaa kimipango, kiufundi na kila kitu, lakini sio kukurupuka na kupania. Basi Gwamaka Mankota, nikushukuru sana kwa kuungana nasi. Kila heri Rugi. Asante sana. Naam, ni Gwamaka Mankota, afisa habari wa Mbeya City, tukizungumza naye kuhusiana na kuelekea katika mchezo wa CRDB Sport Federation kati ya wekundu wa Msimbazi Simba na Mbeya City. Mimi naitwa Lugano Izel. Subscribe channel hii na uwe miongoni mwa watu ambao mnakuwa unapata taarifa kila wakati kwa kila ambacho kinakujia kutoka hapa. Chao.